Papa Leo amelieleza shirika la habari la Reuters leo hii kwamba ataendelea kuzungumza wazi dhidi ya vita baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufanya shambulio la moja kwa moja la maeneo dhidi ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani lenye waumini bilioni 1.4. Akizungumza akiwa ndani ya ndege ya kipapa kuelekea Nigeria, ambako papa wa kwanza mzaliwa wa Marekani anaianza ziara ya siku 10 katika nchi 4 za Afrika. Kiongozi huyo pia alisema hata sita kutangaza ujumbe wa Kristo. Leo, ambaye asili yake ni Chicago, katika wiki za hivi karibuni ameibuka kuwa mkosoaji mkubwa wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na alilani kile alichokiita wazimu wa vita. Katika wito wa amani aliyoutoa Jumamosi, Trump katika kile kinachoonekana kuwa majibu ya ukosoaji wa Papa kuhusu mzozo huo, alisema Jumapili jioni kwamba Papa Leo mbaya sana. Sasa kufuatia taarifa hiyo, kumekuwepo na maoni ya watu na mitazamo mbalimbali ambayo nakusomea hapa baadhi ya jumbe. Mmoja anasema viongozi wa serikali ya Marekani ni wataalamu, wanajua athari za vita vya pili vya dunia. Nyuklia inahitajika sana, inaangamiza vibaya mno. Mwingine anasema Warusi wanaua wa Ukraine, hata wameichukua Crimea kwa udhalimu, ila wewe unaona sawa tu. Mwingine anasema lakini Marekani mwenyewe kupambana na nchi inayomiliki magaidi unaona sio sahihi. Asante kwa maoni yako. Mwingine anasema Trump ni mhaini, anapora mali za nchi nyingine, anaingilia uhuru wa nchi nyingine. Mwingine anasema asante Papa Mtakatifu, kazi ya mitume ndio hiyo, hapana shaka wala wasiwasi kukemea uovu duniani. Mwenyezi Mungu akulinde dhidi ya maadui. Mwingine anasema kuna kundi la watu mara kadhaa nimesema hawajui wanachotaka, ila rao ni moja tu, kuiangusha USA na Israel. Kumshtaki Putin mshirika wao ni kosa vibaya mno, ila kwa Netanyahu ni sawa. Popote mtakapokosea Trump safi sana. Eli Padri Kitima anachanganya dini na siasa. Hawa watu hunifanya kucheka sana. Mwingine anasema hawa lao moja wasituletee maigizo, wameona Trump hana ladha Afrika, sasa wanapretendi kama hawaelewani ili tumuone huyu papa kama msafi, kumbe nyuma ya pazia wanachekelea kutupumbaza ushoga wao huko. Asante sana. Huyu mwingine anasema haya, wale wa Israeli ni taifa teule, taifa na Mungu, mko wapi nyie? Mnashabikia Israeli na Marekani kuwa anapiga magaidi, huku kiongozi wa kiimani duniani akipinga hiyo vita. Mnaripi la kutuambia juu ya uteule wa Israeli? Mwanahabari TV cha msingi na cha sekondari, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kupata taarifa zetu pindi tunapozipandisha. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.